acha kusumbukia ya duniani, tafuta Bwana Yesu upate vyote. Yesu ni mambo yote ndani ya yote, ukimpata yeye umepata vyote. Acha kusumbukia ya duniani, tafuta Bwana Yesu upate vyote. Yesu ni mambo yote ya yote, ukimpata yeye umepata vyote. Acha kusumbukia ya duniani, tafuta Bwana Yesu upate vyote. Karibu ndugu mtazamaji kutoka kona yoyote ulimwenguni, kwamba ni Tanzania au nje ya Tanzania. Naitwa mchungaji na mwangalizi wa Holiness Church Tanzania, Calvin Stefano Nicodemus. Tuko hapa kanisani Kilungule, Dar es Salaam, Mbagala, na jioni leo tuna habari njema kwa ajili yako. Na usiku tutakuwa na usiku kwa neema Mungu saa 5 kuendelea, tutakuwa na kipindi muhimu kwa ajili yako ambacho kinaitwa Night Anointing, upako wa usiku. Amen. Na upako usio wa kumwagiwa mafuta, la hasha. Mafuta ya Roho Mtakatifu mwenyewe kutoka mbinguni yatamiminika pale ulipo. Yatashuka kama ni kitandani kwako, yatashuka kama ni nyumbani kwako. Kama una mgonjwa ulioshindikana, Yesu Kristo atakuinua. Na uwe mwaminifu, kama Yesu Kristo atakuponya, ni vizuri na wewe uandike, umtukuze Bwana kwa jinsi ambavyo amekuponya. Hatuhitaji fedha yoyote kutoka mkononi mwako, hatuhitaji chochote kutoka kwako, tunahitaji utukufu urudi kwa Mungu, na sisi tumshukuru Mungu kwa Mungu. Asante kwa kazi kubwa ambayo umefanya. Lakini usiku wa leo tunataka kuzungumza na wewe kuhusiana na habari za Mungu, na yatatokea maswali. Una maswali utauliza, na utakapokuwa ukiuliza maswali ya namna hiyo, tutakujibia au tutajibu maswali hayo papo kwa papo kwa kadiri Roho Mtakatifu atakapotupa nafasi. Jioni leo tuna mada yenye kichwa kati ya Roho Mtakatifu, kati ya pumzi ya Mungu, tofauti kati ya pumzi ya Mungu na Roho Mtakatifu. Hivyo tutakavyoiweka, lakini kwa ujumla wake nataka kuonyesha tofauti kati ya pumzi ya Mungu na Roho Mtakatifu. Kumekuwako na utata na kumetokea mijadala mingi. Wako wahubiri fulani ambao wanaombea watu, na katika kuombea watu alafu wanawapuliza puani au wanawapuliza mdomoni au wanapuliza kwenye maiki kwa hoja kwamba yeye ameokoka, ndani mwake ana Roho Mtakatifu. Kwa anapopuliza hivyo, anapuliza pumzi ya Roho Mtakatifu. Je, hoja hiyo ni kweli au hoja hiyo sio kweli? Majibu ya jambo hilo ni kuangalia utofauti kati ya pumzi ya Mungu na Roho Mtakatifu. Hivi vitu haviko sawasawa, viko tofauti kabisa, havikaribiani kwa jua yote, isipokuwa Wakristo wengi kwa kutokujua maandiko wanachanganya habari hizi, wanachanganya mambo haya. Na tuko hapa sasa kuweza kuonyesha tofauti. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu walimpulizia puani Adamu, alimpulizia pumzi puani, manake na Roho Mtakatifu mwenyewe alimpumzia pumzi puani. Lakini pumzi ile iliyoingia puani mwa Adamu haikuwa Roho Mtakatifu, ilikuwa ni pumzi. Ayubu sura ya 33 mstari wa 4. Ayubu sura ya 33. Roho Mtakatifu aliumba roho ya Mungu. Ayubu anasema, Roho ya Mungu imeniumba na pumzi ya Mwenyezi kunipa uhai. Haya mambo mawili tofauti. Roho ya Mungu, angalia andiko hilo linavyotofautisha. Roho ya Mungu imeniumba na pumzi ya Mwenyezi kunipa uhai. Anaonesha pumzi inamfanya mtu awe hai, ila Roho ya Mungu ambaye ndiye kwa jina jingine Roho Mtakatifu ndiye aliyemuumba. Angalia tofauti ya andiko hilo peke yake linatofautisha pumzi ya kibinadamu, pumzi ya Mungu ambayo imeingia ndani ya pua za mtu, pua za mwanadamu, Roho
Mtakatifu. Roho Mtakatifu sio pumzi. Roho Mtakatifu ni Mungu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Twende katika maandiko sasa. Matendo ya Mitume sura ya 5. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Biblia inasema, lakini mtu mmoja jina lake Anania, pamoja na Safira mkewe, aliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye akijua haya, akaleta fungu moja, akaliweka miguuni pa mitume. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu? Pumzi huwezi kuiambia uongo. Pumzi ni kitu, Roho Mtakatifu sio kitu. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja? Ilipokuwa kwako hakikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa thamani yake haikuwa katika uwezo wako? Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako? Hukumwambia uongo mwanadamu, bali Mungu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Roho Mtakatifu sio kitu. Roho Mtakatifu ni Mungu kamili, lakini pumzi ni kitu. Ndio maana Ayubu sura ya 33 mstari wa 4 imeonyesha tofauti ya dhahiri kwamba kuna pumzi na kuna Mungu. Kuna pumzi ya Mungu na kuna Roho Mtakatifu ambaye yeye ameumba. Turudi tena, Roho Mtakatifu ili ujue sio kitu, ila ni nafsi kamili. Ndio maana maandiko yanasema usimuhuzunishe Roho Mtakatifu. Usimuhuzunishe Roho Mtakatifu, kama Biblia ambavyo inavyozungumza kwamba tusimuhuzunishe Roho Mtakatifu. Katika Waefeso sura ya 4 mstari wa 30, Waefeso 4:30, Biblia inasema, wala msimuhuzunishe yule Roho, msimuhuzunishe. Msimuhuzunishe, sio msiihuzunishe. Msiihuzunishe. Mstari wa 30, wala msimuhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Msimuhuzunishe. Roho Mtakatifu hapo ni nafsi kamili, ni Mungu kamili. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 19, msimzimishe Roho. Sio msiizime. Nirudie tena hapo, anasema msimzimishe. Roho Mtakatifu anaongea, lakini pumzi haiongei. Matendo ya Mitume 16 mstari wa 6 mpaka wa 7. Wakapita katika nchi ya Frigia na Galatia, wakikatazwa na Roho Mtakatifu. Sio ikiwakataza ingekuwa ni kitu. Wakikatazwa na Roho Mtakatifu wasilihubiri lile neno. Katika Asia walipofika kukabili Misia, wakajaribu kwenda Bithinia, lakini Roho wa Yesu hakuwapa ruhusa. Roho wa Yesu hakuwapa ruhusa. Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 1 mpaka mstari wa 2. Na huko Antiokia katika kanisa lilokuwako palikuwa na manabii na walimu, nao ni Barnaba na Simeoni aitwaye Nigeri, na Lukio Mkirene, na Mnaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonywa mfalme Herode, na Sauli. Basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema. Unaona, akasema. Pumzi haiwezi kusema. Akasema,
nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Nitengeeni kwa kazi ile niliyowaitia. Yani Roho mwenyewe anazungumza wazi wazi. Kwa hiyo hapa tumeona habari ya Roho Mtakatifu kwamba ni Mungu kamili na sio kitu. Sasa twende, Mungu huyu kamili, Roho Mtakatifu ambaye ndiye muumbaji kama maandiko yanavyozungumza. Wakati anamuumba Adamu alimpulizia pumzi, na hiyo inaonyesha tofauti. Roho Mtakatifu alimpulizia pumzi Adamu. Kwa hiyo pumzi ya Roho Mtakatifu sio Roho Mtakatifu, kitu kingine. Pumzi ya Roho Mtakatifu iliingia ndani ya Adamu, lakini kuingia pumzi ya Roho Mtakatifu, pumzi ya Roho Mtakatifu kuingia ndani ya pua za Adamu haikumaanisha Roho Mtakatifu kaingia. Hapana. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai. Yaani hii ni pumzi ya kumfanya mtu awe hai. Ndio maana pumzi anayo jambazi, pumzi anayo mwizi, pumzi anayo shoga, pumzi anayo mtakatifu, pumzi anayo kila mtu. Kila mtu. Kwa hiyo sasa hii ndio inaitwa pumzi ya uhai ambayo kila kiumbe anayeishi anayo pumzi hiyo. Yoshua sura ya 10 mstari wa 40. Yoshua sura ya 10 mstari wa 40. Yoshua sura ya 10 mstari wa 40. Basi Yoshua akaipiga nchi hiyo yote, nchi ya vilima na nchi ya Negebu na nchi ya Shefela na nchi ya materemko na wafalme wake wote, hakumwacha aliyesalia hata mmoja, lakini akawaharibu kabisa wote waliokuwa wavuta pumzi. Sasa mstari huu unasema wavuta pumzi, sio wavuta Roho Mtakatifu. Wavuta pumzi kama Bwana Mungu wa Israeli alivyoamuru. Isaya sura 42 mstari wa 5. Isaya 42 mstari wa 5. Isaya 42 mstari wa 5. Mungu Bwana anena, yeye aliyeziumba mbingu na kuzitanda, yeye aliyezitandaza nchi na mazao yake, yeye awapaye pumzi watu walio juu yake, yeye awapaye roho wao waendao ndani yake. Pumzi inatajwa hapo. Wote walio juu ya nchi wamepewa pumzi. Wote hawajapewa Roho Mtakatifu, ila wote wamepewa pumzi. Ezekieli 37:5. Ezekieli 37 mstari wa 5. Ezekieli 37:5. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama nitatia pumzi ndani yenu nanyi mtaishi. Pumzi hiyo ni ya kumwezesha mtu tu kuwa hai, haimfanyi mtu kuwa mtakatifu. Timotheo wa 2 sura ya 3 mstari wa 16. Utaona maandiko haya, maandiko tulionayo, ili yawe na nguvu ya Mungu yalitakiwa kupuliziwa pumzi. Yalipuliziwa pumzi. Timotheo wa 2:3:16. Timotheo wa 2:3:16. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu, maana yake Mungu amelipulizia pumzi. Sio kwamba amelipulizia Roho Mtakatifu, amelipulizia pumzi. Katika Kiingereza inasema it has been inspired. Kimekuwa inspired, kimeuishwa, kimefufuliwa, kimefanywa kuwa active. Ni kama Adamu aliyekuwa wakati anaumbwa alitengenezwa frame la udongo, limetengenezwa. Ili frame liwe hai likahuishwa kwa kupuliziwa pumzi ndani. Zaburi. Sasa tayari tumeweza kuona habari ya maandiko hayo yanayoeleza habari ya pumzi ya uhai ambayo kila mtu anayo, ila Roho Mtakatifu sio kila mtu aliye naye. Hawezi kuwa naye. Mlevi hawezi kuwa na Roho Mtakatifu.
mpagani hawezi kuwa na Roho Mtakatifu na kadhalika, bali anakuwa na Roho Mtakatifu yule aliyeokoka peke yake. Zaburi ya 51:11, usinitenge na, huyu ni Daudi anaeleza, usinitenge na uso wako, wala Roho yako Mtakatifu usiniondolee. Tuko hapo, usiniondolee. Isaya 63:10, Isaya 63:10 mpaka 11. Isaya 63:10 hadi 11. Isaya 63:10 hadi, lakini wakaasi, wakamuhuzunisha Roho yake Mtakatifu. Kwa hiyo akawageukia, akawaadui, akapigana nao. Ndipo alipozikumbuka siku za kale za Musa na watu wake, akisema, yuko wapi yeye aliyowapandisha toka baharini pamoja na wachungaji wa kundi lake? Yuko wapi yeye aliyetia kati yao Roho yake Mtakatifu? Roho Mtakatifu anakaa kati ya watakatifu peke yao. Mathayo 1:18. Maandiko ni mengi lakini hatuwezi kuyamaliza yote. Mathayo 1:18. Mathayo sura ya 1 mstari ule wa 18. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi: Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana na mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Huyo ni Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu. Kwa tayari nimeweza kukuonesha tofauti kati ya pumzi ya Mungu na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakaa kwa watakatifu peke yake kwa sababu ni mtakatifu, na pumzi ya Mungu inakaa kwa wote: walevi, wapagani, wala rushwa, wezi, watukanaji, makahaba na watakatifu. Wote tuna pumzi moja, wote tuna pumzi moja. Hakuna mwenye pumzi tofauti kati ya mpagani, mganga wa kienyeji na mtakatifu kama mimi. Wote tuna pumzi moja, ila hatuna wote Roho Mtakatifu. Hata wako wengine wanaojifanya wameokoka lakini hawana Roho Mtakatifu, wababaishaji tu, matapeli, waongo. Unawezaje kuwa na Roho Mtakatifu alafu una hawara? Inawezekanaje? Haiwezekani. Roho Mtakatifu hawezi kukaa katikati, isipokuwa ubongo na nafsi ya mwanadamu ina tabia. Kuna baadhi ya mambo ukiwa umejifunza, umeyasikia muda mrefu, unaweza ukayafanya kana kwamba ikaonekana kama ni Roho Mtakatifu wakati sio Roho Mtakatifu. Yuko baba mmoja ambaye tulikuwa tunakaa karibu na kanisa fulani jirani. Yule baba alikuwa yule baba mtu wa ajabu sana. Alikuwa kuna wakati anapiga mkewe, yani alikuwa anagombana na mtoto wa mkewe ambaye hakuwa mtoto wake halisi. Yule baba inasemekana alikuwa anatuma kutaka kuuza ile nyumba, na kipindi fulani yule mke wake alikuwa amechanganyikiwa, kwa akawa ajitambui, akataka kuuza ile nyumba. Sasa mtoto wa yule mama akawa anagombana sana. Kwa hiyo usiku anaweza kawa wamepigana, wametukana vibaya sana. Na baada ya matukano na vita vya namna hiyo, baadaye kunakuwa na maombi kanisani. Kanisa liko jirani tu na nyumbani kwao. Unashangaa anajifanya ananena. Baadaye anajifanya ananena. Sasa lugha yani Roho Mtakatifu yupi sasa yani? Mara unasikia baadaye ana rungu hilo, anataka kumpiga nalo mwenzake. Baadaye tukaja kuambiwa na watu wanaojua kwamba huyo hana lolote, huyo anaongea Kijaluo, nyinyi hamjui. Kwa hiyo Wajaluo wakawa wanasikia na wanaelewa, ndio. Okay. Mara watu vipi ndugu, watu nitoka wapi? Sasa sisi hatujui, tunajua roho kashuka. Tunajua upako wa Mungu aliye hai kashuka. Sasa wewe usiku unataka kumpiga mwenzako na rungu. Ndio. Asubuhi watu
Sasa wewe roho gani? Hakuna roho